Sofi. Kulikoni? Mbona nishangaa? Na mtoko huo vipi tena asubuhi hii? Wewe hata tu shoga yangu. Za hapa kwanza. Safi za kwako? Salama. Haya, wapi tena na mtoko huo asubuhi vipi kwanza? Naelekea Seki Lumala. Ndio wapi tena huko? Hata tualikani? Seki ni kifupi cha The Swazi Evangelist International Church. Makubwa. Leo mwanzo tumekuwa kwenda kanisani na mizambi yote iliyojaa chungu mzima. Mwanamke uone aibu wewe. Haya tumsifu. Cha ajabu kitu gani? Shoga yangu, nenda kumsifu Bwana. Hata nicheke tena nicheke tena. Yaani hapa wakusifiwa namuona kabisa. Huyo hapa yupo. Haya, huyo wakumsifu mbona simuoni? Au na mambo yako na ajenda zako wewe za private? Shoga yangu, hata jana mimi niliongea hivyo mbele ya Bishop Moses Scroller. Wakati huo akiwa na mke wake Messi wakitokea sokoni kununua kisato. Na askofu akasema wenye afya hawamhitaji daktari bali wagonjwa. Na Yesu pia hakuja kwa ajili ya wenye haki bali alikuja kwa wale wenye dhambi ili wapate kutubu. Nikajifunza kuwa kumbe Yesu ni daktari na sisi ni wagonjwa. Kwa hiyo inahitaji sisi tusisubiri mpaka tupone ili tukamtafute. Sawa? Kwa hiyo natakiwa mimi na wewe kuanzia sasa hivi twende tukamtafute huyo Yesu. Ila kweli shoga yangu. Unajua inawezekana hata washirika wengine walikuwa kama sisi. Ndio kama kubadilika. Hebu nisubiri kidogo basi na mimi nikajiandae. Najiandaa fast afu tuondoke zetu. Maana nimechoka mambo ya mikosi, minuksi, mibalai imejaa, nimeshachoka mimi. Sasa tumsifu, nitaachaje kusubiri? Mimi ni nani kwanza? Hebu kaoge dakika moja. Maki na ukiingia kuoga huko si haba. Wewe nao ushaanza wivu wako. Hebu subiri kwanza. Sasa shoga yangu wakati tunasubiri udownload Biblia. Tunafika tunaanza kutoa macho kama tumekunywa. Tunafika huko inatajwa majina ya mitume, mara sijui Mathayo, mara Petro, mara Yohana, au sisi tunaanza kutumbua na macho. Hapana. Shoga download Biblia hapo ili na sisi twende sawa. Sisi tukatoa macho kama vile tunakunywa kichuri. Umenifurahisha shoga yangu. Tumsifu. Dakika 2. Shida. Mambo si yao shoga yangu. Na Biblia ndio kama hii. Wai bwana. Nani amenielewa leo? Kanisa la Bwana nanielewa. Kama unataka mwanamke bora mwenye kuheshimiwa na mume wako, hebu mchapie Yesu makofi ya shangwe. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Yesu makofi ya shangwe. Unataka kubadilika, unasema nataka nibadilike na mimi niwe mwanamke mwenye kuaminiwa na mume wangu. Hebu nyosha mkono afu ukapita hapa mara moja nikakuombea. Yaani kuombewa ni kukuachilia roho ya kuaminika kwa mume wako, si mtu ambaye unamuona kama vile ni wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mahali hapa. Karibu kwenye madhabahu ya Bwana. Haleluya, haleluya. Yesu ni Bwana. Usiogope, usiogope, usiogope. Yupo Yesu anaweza kuachilia neema. Anaweza
njema. Yaani Mungu akubariki, kwa sababu kitu kama hiki wengi wanakitafuta hawajakiona. Wameenda huko na kule hawajakiona, lakini hapa umefika mahali sahihi. Unapata jambo jema, utampenda. Kusimama, kumjali yake. Yesu kaipenda zaidi katika jina la Yesu. Mama yangu nikuinue. Bwana nikupatie. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Ubarikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwenzangu sijazoea mambo hayo. Nisikize kwa makini, shogangu, hapa ndipo ubadilike. Sawa tu msifu. Ubadilike huu mwaka 2026 uwe mwanamke bora. Umeona wanawake wabubujika kwenye madhabahu? Nimeona shogangu, nimeona. Umeona? Sasa wewe unasubiri nini shogangu? Mimi mwenyewe kuna kitu kama nahisi kimeingia mwili. Yaani nilikuwa natetemeka, yaani kama mwili unasimka hivi, yani kasielewi. Siku ya kwanza ilikuwaje? Siku ya kwanza kwani nilipata shida unajua? Wacha. Kwani nilikuwa nasinzia. Ile ilikuwa pepo. Sijazoea shogangu. Sina yale mapombe shogangu, tumelala tunakunywa usiku kucha. Nilisinzia siku ya kwanza shogangu. Sasa hizi mbona nimekuwa mwalimu. Mbona yani hapa ngoja nikwambie kitulia. Tumsifu. Unaona hapa? Hapa mambo yako yatabadilika. Ukisimama ukiwa na imani. Ndiyo. Yesu hapa yupo, Mungu yupo. Mungu hapa hutampata katika kanisa lolote. Hapa ni madhabahu ya kipekee. Hapa watu wanafunguliwa. Nisikize kwa makini. Watu wanafunguliwa hapa unajua. Hapa. Yaani kwanza hiyo mume wako kwa mume wako jua chanzo ni wewe mwenyewe na mume wako atarudi. Ukisimama na ukiwa kwa imani mume wako anarudi. Mambo mengi tendea kukupa. Unaona hii Biblia ni kitu, yani kila kitu kiko huko. Hata hii tuachane nayo mambo, jamaa, tumeshadanga za kutosha. Kwa kweli mimi nimechoka. Mpaka mwanaume anatukimbia. Shoga si mchezo. Tumezidi. Sasa tuendelee. Subiri kwanza. Hebu niambie, ratiba kamili hapa kanisani inaendaje? Sawa. Hilo swali ni swali zuri. Kwanza kabisa Jumatano ni siku ya mafundisho ya neno la Mungu. Sawa? Ina maana kwa fupi ni ibada neno la Mungu. Sawa? Kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni. Ijumaa ni siku ya ibada ya maombi na maombezi. Kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni. Shoga yangu upo? Nakuelewa. Jumapili tunaanza na ibada ya saa 1 kamili mpaka ni ibada ya maombi hiyo. Maombezi kamili kuanzia saa 1 mpaka saa 2 nadhani na nusu hivi. Alafu hapo kuna kipindi cha Sunday school tena. Hicho kinaenda mpaka saa 3 kamili ambapo tunaanza ibada kamili dada. Hapa nimekuelewa. Umeona ratiba zilivyokaa vizuri? Mambo umeyaona, si ndio? Sasa utabadilika. Utabadilika. Unaniahidi? Nakuahidi. Naomba wiki ijayo uje sasa na familia yako. Wala usijali. Na huyo mume wako mpigie magoti, muombe Mungu akusaidie mwanaume arudi na anarudi. Haina shida, nitafanya hivyo. Ila kama huna imani, harudi. Kama huna imani, kila kitu hakitakaa sawa. Hapo ukitaka biashara yako ende vizuri, ukitaka watoto wako wafaulu, yani mambo yatakaa mpaka utashangaa. Somo limeniingia na kuelewa. Umeona? Alafu huyu mtumishi sio mchezo, huyu mama. Huyu mama ni muombaji, anahubiri huyu mama. Acha. Nimemwona tu. Mpaka amenigusa. Amekugusa umeona? Hapo sio mchezo. Shoga yangu usiache kuja kusali. Na kuanzia sasa hivi tuanze kusali, ikiwezekana shoga yangu nikushauri uingie hata kwenye kwaya. Mimi nataka niingie kwenye kwaya. Kwenye kwaya? Unapenda kuimba kwaya?